mwanzo mpaka mwisho wa tamaman. Shukran. Lakini Sheikh Ngiruko naye kutokea Dar es Salaam naye anawasili kwa sasa. Kazi alizofanya wakati wa uhai wake kabla ya kujishughulisha moja kwa moja na uongozi wa dini ya tarika kwa ujumla, Said Uthman radhiallahu anhu aliwahi kufanya kazi wakati wa utawala wa sultani, na kwa mara ya kwanza alikutana na Sheikh Muhammad Nasr katika majukumu ya kikazi huko Chwaka wakati Sheikh alikuwa ni mudiri. Baadaye aliacha kazi na kujishughulisha kidogo na biashara ili kujitegemea. Hata hivyo, kwa kuwa kiu yake kubwa ilikuwa ni kushughulikia na dini, aliachana na biashara na shughuli za kidunia na kujitoa mhanga kwa ajili ya kueneza dini, tarika na kuhudumia umma. Kuanza kufundisha dini. Said Uthman alianza kufundisha dini rasmi baada ya kupokea amri ya shekhe wake Sheikh Muhammad Nasr kwamba aanzishe madrasa mnamo tarehe 12 Februari 1974 na kufanya uradi wa manaqib kila siku ya Jumani hapo chuoni kwake. Awali madrasa hii ilikuwa ni miti na udongo kwa mtipura. Hiyo ndio ilikuwa funguo ya nuru ya uongozi kutoka kwa marehemu mlezi wetu, kwani hivi leo kuna madrasa zaidi ya 300 ndani ya visiwa vya Zanzibar, Tanzania kwa ujumla na nchi za jirani. Madrasa yake ilivutia vijana wengi akiwemo Mheshimiwa Kadhi Mkuu Sheikh Hassan Gwali, Sheikh Haruni hapa nikisema Soma al-Haruni tukisema nafikiri nafahamika. Kukutana na Sheikh Muhammad Nasr, hatua muhimu katika maisha yake ya kiroho ni kukutana na shekhe wake mwanazuoni mkubwa Sheikh Muhammad Nasr Abdullah Al-Qadiri ambaye ndiye mrithi wa Sheikh Uwais Al-Qadiri radhiallahu anhu. Sheikh Muhammad Nasr alimpa ijaza, na kwa kuona kwake mbali Sheikh Muhammad Nasr alimtambua juhudi zake, ibada na ikhlasi kubwa ya marehemu Said Uthmani. Hivyo alimpa ukhalifa pamoja na ushekhe. Kwa tukio hili ilikuwa ni mwanzo wa uongozi wake katika tarika. Nafasi alizowahi kushika katika jumuiya za Zawiyatul Qadiria Tanzania. Maulana Said Uthman aliwahi kushika nafasi mbalimbali za kiuongozi katika jumuiya za Zawiyatul Qadiria mara baada ya kuanzishwa jumuiya za Zawiyatul Qadiria mnamo mwaka 1992. Ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa tawi la Zanzibar, nafasi aliyotumikia mpaka mwaka 2003 alipotawafu Sheikh Muhammad Nasr mnamo tarehe 17 Machi 2003. Na hapo ndio ukawa ukurasa mpya kwa kutawazwa rasmi kuwa ndiye mlezi wa pili wa kiroho katika tarika chini ya malezi ya Sheikh Muhammad Nasr. Muda wa adhana umefika, lakini kabla kumruhusu muadhini, mzee wetu naye marhum mzee Ali Hassan Mwinyi, maneno yake mara nyingi alikuwa akisema, wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Maisha ya mwanadamu ni hadithi, kuwa hadithi nzuri kwa watakao hadithiwa. Hii Daktari Muhyiddin ameisoma hadithi ya Said Uthman. Hadithi yake nzuri unaiona, na sisi tunayo nafasi kama tuna mapengo tuna matata kidogo, tuitengeneze hadithi yetu iwe nzuri ili watakao kuja kusimuliwa baada ya kuondoka waweze kusikia habari nzuri kama hizi. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Adhana. Kichwa kipo kule. طريق القادر يا محمد يا رب صل على نبي محمد صلى الإله على النبي وآله يا رب صل على نبي محمد وأصحابه اجتهدوا بدين محمد يا رب صل على نبي محمد يا رب صل على نبي
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Esse na Zoom, esse na Zoom. Tulie. Mwamba. Funguo. المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت مما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت بحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تغفر الارض من عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحجبك ونستودعك اهدياننا وانفسنا واهلنا واولادنا ولنا كل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا اياه في كنفك وامانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ولعين وذي بغي وذي حسد. Muhammad
Na mtazamaji wa Zinjibar TV, kama unavyoona nyuma yangu kwa sasa tayari amekwisha stiriwa, na zoezi linaloendelea kwa sasa ni kuweza kumalizia hapa kwa ajili ya mambo mengine, kumaliza kabisa kumstiri Sayyid Othman. Nyuma yangu umma kutoka sehemu mbalimbali wamemiminika hapa kuhakikisha kwamba na wao ni miongoni mwa sehemu ya kujumuika katika kumhifadhi Sayyid Othman. Mashekhe mbalimbali kutoka katika ardhi ya Mombasa kule Kenya, halikadhalika Dar es Salaam, Tanga, Dodoma, Singida na mikoa mbalimbali ambayo wapo hapa, na Zanzibar kwa ujumla nao wapo hapa mashekhe mbalimbali. Kwa hakika ni kuweza kujumuika Gwiji Nguli Mwamba, Profesa Alhaji Sheikh Salum Mardhia na wengi wengineo. Kwa sasa adhkari zikiwa zinaendelea kama ilivyo. Sayyid Othman alikuwa ni mtu wa mambo mengi sana, miongoni mwao katika masuala ya tariqatul Qadiria, na miongoni mambo ya tariqatul Qadiria ndio hivi kama unavyoona nyuradi mbalimbali na mambo mbalimbali. Basi kwa hakika ni kwamba mtazamaji mpendwa, tupo hapa zoezi tulikuwa tunafikia tena mwisho hapa, na mara baada ya hapa basi tutapata kuzungumza na watu wawili watatu namna gani jinsi walivyoweza kuupokea huu msiba mkubwa, msiba mzito. Kwa sasa adhkari zikiwa zinaendelea, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa alihi wa sahbihi wasallam na mengineyo mbalimbali. Basi endelea kuwa pamoja na sisi tukiwa tunafikia tena ukingoni katika kumhifadhi Sayyid Othman, mwamba huyu, gwiji huyu, nguli huyu, bwana huyu katika siku ya leo. Basi tuwe pamoja inshallah mwanzo kati mpaka mwisho. Shukran wa tamam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimi Abdurrahim Khamis ni katibu wa Masjid Raudha Kisauni. Kwa kweli tumehudhuria katika mazishi ya mzee wetu Sayyid Othman bin Said Abdul Qadir Al-Qadiri katika kijiji cha hapa Tunduni Mchangani. Kwa kweli huu ni msiba mkubwa, na ukubwa wake kama tulivyojionea, maelfu ya wananchi na Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ndani ya Zanzibar na nje ya Zanzibar tumejumuika kwa kumstiri na kumhifadhi mzee wetu. Kwa kweli tukimzungumza Sayyid Othmani tutachukua muda mrefu kumzungumza, kwa sababu kama alivyo nafasi yake katika jumuiya ya Zawiyatul Qadiria ni mlezi wa jumuiya. Kwa hiyo mlezi manake anakuwa kwanza anajaliwa hikma. Kwa hiyo mzee wetu Sayyid Othmani radhiallahu anhu ni miongoni mwa mashekhe na wazee ambao wamejaliwa hikma na busara, na kikubwa ambacho wengi wamekuwa kikizungumza tokea kutangazwa kwa kifo chake, alikuwa ni mtu wa watu, akiwapenda watu. Anapoitwa sehemu anakwenda za kheri, anapoalikwa hana usiri, anahudhuria. Kwa hiyo hilo tu litoshe kwamba huyu ni mtu mwema. Kwa jina naitwa Khalifa Khamis Al-Khamisi, ni khalifa katika tariqa Al-Qadiria, na ninapofahamu tarika kidogo, tarika ni taasisi, tarika ni chombo, tarika ni miongoni mwa taasisi zenye kulea Waislamu katika malezi ya tasawuf, katika malezi ya uchamungu, ndio lengo kubwa la tarika. Kwa hiyo tumeondokewa na kiongozi wetu, mlezi wetu ambaye Sheikh Othman Abdul Qadir Othman, ambaye ametulea malezi haya kwa jumuiya yote ya Tanzania nzima pamoja na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla, na ametulea katika malezi yaliokuwa mazuri sana ya tariqa Al-Qadiria, na alikuwa ni mmoja katika mwenye kuunganisha nyoyo za Waislamu wote Afrika Mashariki, na pia amefanya kazi kubwa mno sana ya kuweza kusambaza tarika katika Zanzibar, Tanzania na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Mimi naitwa Shabani Ramadhani Abdallah, ni mmoja katika watu ambao namfahamu almarhum Sayyid Othman,
ni moja katika viongozi wa Tarika al-Qadiria na shekhe wetu mkubwa ambaye leo tumekuja hapa kumzika, na sote tukiwa kama tuliokulia katika tarika tunamfahamu shekhe jinsi alivyokuwa ni mtu wa ilmu, mwenye ilmu kubwa, mwenye busara, mwenye hikma. Kwa hiyo tunamwombea dua Mwenyezi Mungu amjalie makazi mema peponi na atujalie na sisi tufate mwendo wake, na inshallah khairi, na sisi tuna mwisho mwema kama ilivyo shekhe wetu. Kwa majina anaitwa Ali Haidari Madoea, mbunge wa jimbo la Uzini. Leo nipo hapa kwenye msiba wa mzee wetu, shehe wetu, alimu wetu Sayyid Uthman Al-Qadiri. Kwa kweli huyu mzee nimemfahamu katika uhai wangu muda kidogo, na mara kwa mara nilikuwa tunaonana katika masuala ya dini, lakini jambo ambalo msilolijua, mimi nimefika hapa kuwa mbunge, dua zangu zote nyingi zilikuwa zikifanywa hapa na yeye ndo alokuwa garantii wa hizo dua. Kwa kweli nimepata msiba. Mimi nilikuwa safarini Kigoma, lakini nilivyoambiwa amefariki nimechukua ndege, nimeunganisha, nimekuja. Assalamu alaikum. Tumefikia tamati ya mzee wetu Sayyid Uthman. Huu ni msiba mkubwa kuondokewa na mwanazuoni mkubwa Zanzibar, na huyu ni mzee wetu sote. Tunamwambia mzee Uthman, Sayyid Uthman kama ni mwanazuoni mkubwa, amefanya mambo mazuri ya kuendeleza dini yetu ya Kiislamu, amejenga misikiti mingi, amesimamia vyuo vingi na amesomesha watu wengi. Kwa hivyo tunapokea msiba huu na sote tunamwombea dua inshallah. Safari yake nyepesi na Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri yaliko na mlaze mahali pema peponi. Tukutana leo kumstiri mzee wetu Sheikh Sayyid bin Uthman, kiongozi wa dini, kiongozi wetu wa Kadiria. Mzee wetu tunamkumbuka kwa mengi. Mimi nimepata bahati ya kumtambua, tumeishi naye mtaani Misufini. Ametulea katika hapo, lakini ametulea katika madrasa ya Said Omar pale Michenzani, akiwa miongoni mwa walimu, akija akitusikiliza na akitusomesha. Leo tumepata nafasi ya kumshindikiza, siku yake imefika. Tumwombe Mwenyezi Mungu kudora zake kwa utukufu wake, kwa jaza zake, na umati huu Muhammad ulioshiriki hapa, basi mnyoshe safari yake iwe maridhia kabisa, iwe yenye kheri, na Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti huko anakokwenda. Lakini kwa ukweli Zanzibar na Tanzania kwa ujumla imempoteza mtu mweledi, mwenye uwezo mkubwa, mcha Mungu, mwenye nyoyo za watu, aliyekuwa mtulivu, akitulia unapenda kuzungumza naye na unapenda kumuona kwa umakini wake na kwa utulivu wake, mtu mwenye busara, mwenye hikma, yuko kila wakati kumsikiliza mdogo mkubwa, mtu Mwenyezi Mungu alimjalia kubuli hiyo kubwa sana, na mwenye kupenda wenzi. Kwa kweli siku ya leo ni siku yenye majonzi sana, lakini hatuna budi kwa sababu ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tutarejea kwake kwa nafasi zetu, kwa mujibu wa kila mmoja kwa wakati wake, lakini nyoyo kama binadamu hatuwezi kuacha na majonzi kwa sababu ni wajibu wetu. Lakini tumuombe Mwenyezi Mungu kheri na baraka katika hayo. Lakini katika jumuiya hii na katika hii lipi la kujifunza busara, hikma na imani na kuwahurumia wenzio, lakini kubwa kuliko yote kutokuvaa joho. Sayyid Uthman mdogo anakuwa naye, mkubwa anakuwa naye, humjui kama hakujikweza. Tuache kujikweza katika kutumikia nafasi hizi za Mwenyezi Mungu, tuwe wacha Mungu wa kweli, sio wacha Mungu wa kujikweza na kujipa daraja ya juu. Tuwe wacha Mungu kama Mwenyezi Mungu alivyopenda, na kama tunamwenzi kweli Sheikh Said bin Uthman, basi tufate mwenendo wake, mwenendo wa upole, mwenendo wa uchamungu, mwenendo wa umoja, mwenendo wa mshikamano, na mwenendo wa kila mmoja kumridhia kila mmoja. Ndio maana umati huu leo umeshiriki kumstiri na kumwaga kwa safari yake ya mwisho kabisa na kumshindikiza kwa sababu ya mapenzi na daraja aliyojipa mwenyewe na Mwenyezi Mungu amemjalia. Na sisi tuombe